Hatimaye Marekani imetangaza vikwazo vipya dhidi ya Iran. Marekani imetangaza vikwazo vipya ili kuzuia mauzo ya mafuta ya Iran, ikiwa ni pamoja na kulenga meli 14 muda mfupi baada ya nchi hizo kuhitimisha siku ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja nchini Oman. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Tommy Pigott, alisema jana Ijumaa kwamba Iran inatumia mapato ya mafuta kufadhili shughuli za kuzorotesha utulivu duniani kote na kuongeza ukandamizaji wake ndani ya Iran. Rais Donald Trump amejitolea kuondosha mauzo haramu ya mafuta na petrokemikali ya serikali ya Iran chini ya kampeni ya shinikizo la juu la utawala, Pigott alisema katika taarifa. Wizara ya Mambo ya Nje ilisema itaagiza kizuizi cha miamala yoyote ya meli 14 zinazodaiwa kuwa kivuli zinazosemekana kusafirisha mafuta ya Iran. Tangu utawala wa awamu ya kwanza wa Donald Trump nchini Marekani, nchi hiyo iliweka vikwazo ili kuzilazimisha nchi nyingine zote kuacha kununua mafuta ya Iran. Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, alikutana kwa njia isiyokuwa ya moja kwa moja nchini Oman siku ya Ijumaa na wajumbe wakuu wa Trump kuhusu mpango wa nyuklia wa nchi yake na kusema mazingira ni mazuri. Lakini baada ya mazungumzo hayo, ni serikali ya Marekani iliyotangaza vikwazo dhidi ya mafuta ya Iran. Mazungumzo hayo pia yalijiri wakati ambapo kumekuwa na makabiliano yasiyokuwa ya moja kwa moja, lakini yakielekea kuwa makabiliano ya moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, moja kati ya mambo ambayo Iran ilisema lazima yajadiliwe ni kuondolewa kwa vikwazo, lakini hata baada tu ya mazungumzo hayo ni vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi ya Iran. Mazungumzo hayo yanakuja baada ya Iran kukabiliwa na baadhi ya maandamano makubwa zaidi tangu mapinduzi ya mwaka 1979. Donald Trump alikuwa ametishia matumizi ya nguvu dhidi ya Iran ili kuzidisha uwepo wa wanajeshi wa Marekani karibu na ufuo wa Iran. Hata hivyo, kupitia tovuti ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetoa taarifa kwamba Marekani inaidhinisha mashirika 15, watu wawili na meli 14 za kivuli zilizounganishwa na biashara haramu za mafuta ya Iran, bidhaa za petroli na bidhaa za petrokemia. Malengo haya yamezalisha mapato ambayo serikali hutumia kufanya shughuli zake mbovu. Badala ya kuwekeza katika ustawi wa watu wake na miundombinu msingi inayoporomoka, utawala wa Iran unaendelea kufadhili shughuli za kuleta hali mbaya ya utulivu duniani kote na kuongeza ukandamizaji wake ndani ya Iran. Madamu utawala wa Iran unajaribu kukwepa vikwazo na kuzalisha mapato ya mafuta na petrokemikali ili kufadhili tabia hiyo ya kidhalimu na kuunga mkono shughuli za kigaidi na washirika wake, Marekani itachukua hatua ya kuwajibisha utawala wa Iran na washirika wake. Rais amejitolea kupunguza uuzaji wa mafuta na petrokemikali ya serikali ya Iran chini ya kampeni ya shinikizo la juu la utawala. Malengo yote ya Wizara ya Mambo ya Nje yanateuliwa kwa mujibu wa agizo la kiutendaji nambari EO 13846 ambalo linaidhinisha na kuweka upya vikwazo fulani kwa Iran na katika kuendeleza mkataba wa pili wa usalama wa kitaifa wa Rais Donald Trump. Hii ndiyo taarifa iliyotolewa kupitia Wizara ya Mambo ya Kigeni ya taifa hilo la Marekani. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.